Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana mbarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Ee Mungu Mwenyezi, tuko hapa mbele yako, tunakuomba utusaidie sisi wanao tulioko hapa, ili kwanza katika huu mfungo wa Kwaresma utupe neema ya kujitambua sisi wenyewe, mapungufu yetu na uwezo wetu wa kiroho, ili tunapojitambua sisi wenyewe basi tuweze tukatengeneza mahusiano yetu sisi wenyewe pamoja na jirani zetu na wewe muumba wetu. Tunakuomba sana utupe Roho Mtakatifu ili atuongoze tuweze tukaelewa, na baada ya kuelewa tuweze tukazaa matunda. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tukae. Basi wapendwa, tuanze haya mafungo yetu na topiki ya leo. Mada kuu tunasema ni safari ya kuelekea kilele cha msalaba. Kwa hiyo kikubwa hapa tunazungumzia msalaba na kilele chake haswa. Kwa kifupi sana, kilele cha msalaba wapendwa ni Pasaka. Pasaka ndio kilele cha msalaba. Kwa tunazunguka huku kote msalaba, lakini kilele chake ni Pasaka. Kwa bila Pasaka msalaba hauna maana yoyote. Kwa msalaba maana yake tunaipata kwenye Pasaka. Kwa Pasaka ndio hitimisho na kilele na mhimili wa kila kitu. Kwa Pasaka ya Bwana wetu Yesu Kristu ndiyo msingi wa kila kitu. Bila Pasaka, bila ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu ni kazi bure, sababu mateso bila ufufuko hakuna tija yoyote. Kwa tunapoongelea kuhusu msalaba, tunapoongelea kuhusu Kwaresma, tusummarize katika pointi tatu. Pointi ya kwanza kabisa, Kwaresma au msalaba unatusaidia sisi kutengeneza mahusiano bora binafsi, Hiko ndio kitu cha msingi sana. Sisi wengi tunatamani kurekebisha, lakini sisi binafsi tunajisahau. Mtakatifu Antony wa kwenye jangwa anasema hivi: kama wewe mwenyewe hujifahamu, kama wewe mwenyewe hujijui, kamwe huwezi kumfahamu Mungu. Kwa kama unataka kumfahamu Mungu, cha kwanza ujifahamu wewe mwenyewe. Kwa kama wewe mwenyewe ujifahamu,
hata siku moja usijaribu kumtafuta Mungu, kumuelewa Mungu, hata ungesoma Biblia kiasi gani. Kama ujifahamu mwenyewe, hiyo haitakusaidia. Ndio maana Yesu pia anasema, ukitaka kuwapenda wengine, jipende kwanza wewe mwenyewe. Uwezo kuwapenda wengine wewe mwenyewe ujipende, huo ni uongo. Kwa kitu cha kwanza ni kutengeneza mahusiano binafsi ya kwako mwenyewe. Cha pili, kutengeneza mahusiano bora na jirani zetu, watu wanaotuzunguka. Kwa lazima tutengeneze hiyo mahusiano. Na cha tatu ni kutengeneza mahusiano bora na Mungu. Kwa hivi vitatu ndio vinajenga hii safari yetu ya msalaba. Hivi vitu vitatu ndio vinajenga hii safari yetu ya Kwaresma. Kwa Kwaresma ni kutengeneza mahusiano yako binafsi, mahusiano yako na jirani, mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu vikuongoze wewe kwenye hii Kwaresma yote. Bila hivi vitu vitatu hamna kitu unachofanya. Kwa lazima tuende na hivyo vitatu. Na haya yote mambo matatu haya tuliyosema, tutafikia vipi? Utatengenezaje wewe mahusiano yako binafsi, mahusiano na jirani, mahusiano na Mungu wako? Kwa hiyo kuna vitu vitatu tena ambavyo vitatusaidia hivi vitu vitatu vya juu kuvifanya vizuri. Kwa kitu cha kwanza katika hii Kwaresma ni kufunga. Hiko ndio kitu cha kwanza. Ukitaka kuwa na mahusiano bora mwenyewe, jirani na Mungu, lazima ufunge. Hiko kitu cha kwanza. Cha pili, lazima usali. Lazima. Cha tatu, lazima uombe. Kwa kuna kufunga, usali na kuomba. Kwa nini tunafunga, tunasali, tunaomba? Ili kuondoa mizizi ya dhambi. Ili kuondoa mizizi ya dhambi. Tunajua mizizi ya dhambi. Kuna uchoyo binafsi, wivu, uasherati, uzinzi, wivu, uongo, umbea, unafiki, kujichua, mambo mengi sana. Kwa hivi vitu kwa namna moja au nyingine ndio misalaba inaotutesa. Kwa sasa hii misalaba tunaiondoaje ili tutengeneze mahusiano yetu binafsi na jirani na Mungu? Lazima tusali, lazima tufunge na kuomba. Sasa kabla tujaenda mbele, hebu tuangalie maana ya msalaba. Naposema msalaba maana yake ni nini? Yesu anasema ukitaka kunifuata, kila mtu abebe msalaba wake na anifuate. Kila mtu. Hajasema fulani fulani, kila mtu. Iwe askofu, iwe kardinali, iwe papa, iwe padri, iwe sister, iwe mlei, mtu yoyote. Yesu anasema ukitaka kunifuata, beba au chukua msalaba wako unifuate. Sasa msalaba ni nini? Wapendwa, msalaba, maana ya msingi ya msalaba ni kifo. Hiyo ndio maana msingi ya msalaba. Kwa msalaba maana yake ni kifo. Ni kifo. Sasa kivipi? Ukiangalia historia ya kanisa, ukisoma historia ya mababu, dhana ya msalaba haijaja juzi tu hapa kipindi cha Yesu. Wengi tunafikiri kwamba msalaba ulikuja hapa juzi tu Yesu alivyohukumiwa, kunyongwa na kusulubiwa msalabani. Msalaba ulikuwa kabla hata ya Yesu, karne ya 6 kabla hata ya Yesu, msalaba ulikuwepo. Kwa hiyo msalaba ilikuwa ni chombo mahususi cha kuwaua watu ambao ni waasi. Wale waasi wa serikali, hasa waasi wa serikali, waasi watawala mbalimbali. Kwa hiyo msalaba ndio kitu pekee au njia kubwa ilikuwa ikitumika kuwaua hawa watu waasi. Kwa hiyo ilikuwa inafanyikaje? Hao waasi wanapochukuliwa
na kuhukumiwa na kukutwa na hatia, ili kufanya jamii pia isirudie ile kosa. Walikuwa wakiwachukua hawa watu wakitafuta sehemu ambao ni njia ya panda, ile sehemu ambayo njia nyingi zinakutana, hawa wanakuja hivi, hawa wanakuja hivi, hawa wanaenda hivi, wanaenda. Kwa hiyo sehemu ndio wanaichagua. Kwa hawa watu wanawekwa hiyo sehemu ya njia panda. Wengine wanafungwa mikono kwenye msalaba baada ya kupigwa sana na kuteswa, wanafungwa kamba. Wengine wanapigwa misumari, wanaachwa hapo. Kwa hiyo hawa watu wanatakiwa wafe taratibu pale kwenye msalaba, ili kwamba watu wanaopita pale wawaone. Alafu pale juu pale wanaandika kosa la yule mtu, kwamba huyu labda amemtukana kiongozi au huyu amefanya nini. Kwa pale wanaandika jina lako na yale mashtaka yako, umehukumiwa kwa sababu gani. Kwa kila mtu anapita pale anakuangalia, huyu kumbe amefanya kosa hili ndio maana amesulubiwa. Kwa hiyo wanakuacha pale ufe taratibu, kifo cha uchungu. Unakufa taratibu, unajiona. Kwa ukishakufa wanakuacha pale, wengine wanawaacha hapo, yale matai yanakuja anakula mizoga, au wengine wanakuja wanachukua mzoga wanaenda kutupa huko, au kiwa na ndugu wanaenda kuzika. Kwa hiyo ndio ilikuwa dhana ya msalaba. Kwa msalaba maana yake ni kifo, ni kifo. Sasa hii dhana ya msalaba ilikuja kubadilika pale ambapo Yesu na yeye alikuja akasulubiwa na akafa msalabani. Sasa katika Ukristo dhana ya msalaba inabadilika, lakini maana ya msingi inabaki pale pale, ni kifo. Sasa ni kifo cha aina gani? Kwa hiyo baada ya Yesu kufa na kufufuka, dhana ya msalaba katika Ukristo inakuwa ni kuifia nafsi yako ambayo ipo katika dhambi. Kwa hiyo unaifia nafsi yako ambayo iko dhambini. Kwa hiyo unaua zile dhambi zako. Kwa msalaba ambao sasa sisi wa Kristo tunabeba ni msalaba wa kuyafia madhambi yetu. Ndio maana kipindi kama hiki tunafunga, tunabeba misalaba yetu, misalaba ya dhambi, ili kuifia, ili kuiacha. Hiyo ndio dhana ya msalaba. Kwa sisi sote hapa tuliokuja hapa, wote tuna misalaba, wote tuna misalaba. Hakuna mtu ambaye hana msalaba. Sema mimi sina msalaba, labda wewe ni malaika. Kwa sisi wote hapa tuna misalaba, wote kabisa. Kwa wengine tuna misalaba ya ugomvi, wengine tuna misalaba ya uzinifu, wengine tuna misalaba ya uongo, wengine umbea, wengine uchoyo, wengine wivu, wengine uasherati, na misalaba mingi. Kwa kila mtu ana msalaba wake hapa. Kuna wengine ana msalaba mmoja, kuna wengine ana misalaba mitatu, wengine 4, wengine 5, wengine 10. Kujipekua mwenyewe utajijua. Mimi na misalaba mingapi? Mimi na msalaba 6. Mimi na msalaba mmoja tu. Haiwezekani awepo hapa mtu ambaye hana msalaba, hamna. Lakini misalaba mingapi tunatofautiana. Kwa hiyo ukijipekua mwenyewe ukiwa mkweli utajua mimi na msalaba 6. Labda msalaba wa kwanza ni uzinifu. Mimi napenda sana uzinzi. Siwezi nikakaa siku bila kuzini. Yaani naona kama vile mtu mwenye kiu ya maji yani. Kuna watu yani hawezi kukaa siku moja bila kuzini. Hawezi. Wengine hawezi kukaa wiki, yani hawezi. Wengine hawawezi, kwa msalaba wao ni pombe. Hawezi akakaa wiki moja bila kunywa pombe, hawezi. Hawezi, lazima anywe pombe. Shakunywa bia 2-3 mwili unatulia. Wengine umbea. Wengine hawezi kukaa bila kusema umbea. Yaani koo linamuasha, yani koo linamuasha. Akisema umbea tu, yani ndo anatulia. Anatuliana, anashusha pumzi. Yaani akifika tu, umesikia? Fulani amenunua nani nguo ya ndani na rangi nyekundu. Sasa wewe unakuhusu nini? Yeye amenunua nguo ya ndani nyekundu. Yeye ameipenda. Sasa wewe
wewe inakuhusu nini? Fulani nani nguo yake ndani imechanika katikati. Sasa wewe inakuhusu nini? Yaani ili mradi yani koo lake litulia ni yani haongei kitu yani. Alafu yani hapo ndo anaona sasa. Wengine uchoyo, kuna watu ni wachoyo yani kupindukia. Wengine ni wabinafsi. Hata ungemuomba vipi atakwambia mimi si nani, mimi unajua bumu limeshatoka limeisha nini. Benki ana 800,000, ana laki ngapi, mwenzake anakuja anamkopa yani 10,000 tu au 20,000, yani amebanwa. Yani unajua yani ningekupa tu, yani sema ndio hivyo tu, yani subiria labda bumu la ukuje. Kenya nao 800,000, benki ana 800,000, kimya 800,000 kabanisha. Uchoyo na ubinafsi, uasherati. Jika tunajua tofauti ya uasherati na uzinifu. Wote tunaijua Maana wengine wanachanganya. Kuna watu wanakuja anaungama padri nimezini. Kumbe ukiangalia amefanya uasherati. Wengine anakuambia padri nimefanya uasherati, kumbe amezini. Kama tunajua tofauti ya uasherati na kuzini. Wote tunajua, si ndio? Kumbe wengine hatujui. Kwa hiyo kuzini ni wale ambao watu wamefunga ndoa. Yaani unapokuwa kwenye ndoa yako alafu umechepuka nje, hapo unazini. Hapo unazini. Uasherati ni wale ambao wako kwenye mahusiano, una ndoa, umechepuka, umefanya na nini na mwingine, hapo unafanya uasherati, sio uzinifu. Uzinifu ni kama uko kwenye ndoa. Wengine wako kwenye uasherati. Na uasherati unakusanya dhambi nyingi sana. Uasherati kuna kujichua, huo ni uasherati. Na hii kujichua hii huwa inakuaga watu wanakuwa addicted na kujichua. Kuta watu yani haipiti siku au siku mbili lazima ajichue. Lazima ajichue. Siku hizi wadada wametengenezewa kabisa mashine za kujichua. Kwa anaenda pale, kuna zile mashine za umeme, kuna zile mashine za manyo. Kwa unaenda pale unachagua kabisa saizi yako. Chagua saizi hii hapa, hii ndogo ndogo hii haifai. Hii ukubwa huu unanifaa huu. Kwa anachagua kabisa. Kwa wadada wamerahisishiwa siku hizi. Anaenda anachagua ile kubwa ile ile ya saizi yake. Sema mimi nataka wastani. Mimi nataka kadogodogo. Kwa hiyo unachagua unachagua unachotaka. Kwa hiyo yote ni uasherati hiyo. Hiyo yote ni uasherati. Kwa sababu unachafua hekalu la Roho Mtakatifu. Alafu kuna siku hizo sasa mambo yamegeuka. Na wanaume nao siku hizi hawataki kutumia Mungu aliowapa, wao wanataka kutumia sehemu zinazotoa uchafu. Kwa nao wanatoa huko na wanasema mimi nimezaliwa na homoni za kike. Kwa hiyo sasa nataka huku nani yangu itumike. Kwa hiyo nao kuna wanaume nao wanataka kuwa kama wanawake. Kwa sasa kwa sababu hawana Mungu alichowapa kama wadada, wao wameamua kutumia sehemu chafu. Na wengine ambao hawana akili nzuri nao wanaenda huko kuchafu. Nao wanaitumia hiyo sehemu chafu. Kwa hiyo mwanaume kabisa na yeye anainama, anaambiwa kaa vizuri, anakaa vizuri, binuka vizuri, binuka. Haya hivi anaingiliwa kama mwanamke na anafurahi. Na anafurahi kabisa. Anaingiliwa na mwanaume mwenzake kabisa. Afu kinachoumiza zaidi, kuna watu ambao mpaka kwenye ma-TV wanaenda eti wanapigania haki za watu kufanyiwa kinyume na maumbile. Yaani wanaume badilishwa, yaani kuingiliwa. Wanakaa hii ni haki yetu. Sasa wewe haki yako ipi? Yaani haki yako kubinuliwa kama mwanamke. Hiyo ni haki yako. Ipi? Na hawaoni aibu.
na wanamwaga hela sana ili hii mambo iendelee. Vijana wanaharibika kila siku. Tafika sehemu kweli sijui ulimwengu unatupeleka wapi, sababu sasa hivi na inakuwa kwa kasi sana tena sana. Kwa hiyo ukijigundua na wewe huko, huo ni msalaba. Kwa kuna misalaba mingi sana wapendwa, mingi hatuwezi tukaitaja. Kwa hiyo yote ni misalaba. Kwa hiki ndio kipindi muhimu sana cha wewe kubadilika. Kwamba mimi na msalaba huu unafanyaje ili uache huo msalaba, ili uufie huo msalaba. Sababu tumesema msalaba ni kifo. Kwa sisi tunaua nini? Tunaua hivi vitu ambavyo vinatufanya au vinatukata kwenye mahusiano yetu sisi na Mungu, mahusiano yetu sisi binafsi na mahusiano yetu sisi na jirani zetu. Kwa hii inatusaidia sisi kutengeneza mahusiano yetu na Mungu. Kwa hiyo kama Mtakatifu Antoni anavyosema, lazima tupate muda sisi wa kujijua wenyewe. Lazima. Ndio maana tunakuwa na mafungo maana yake upate muda wa kukaa mwenyewe, kutafakari mimi ni nani? Kwa nini mimi nafanya hivi ninavyofanya? Kwa nini? Kuna kitu gani hakiko sawa? Kwa nini? Kwa ndio maana kanisa limetupa muda huu wa Kwaresma. Kwaresma ni kipindi ambacho sisi tunatakiwa kukaa chini na kutafakari maisha yetu, mahusiano yetu sisi wenyewe, Mungu na jirani. Kwa ndio maana tuko leo hapa kutafakari. Yesu anasema rarueni mioyo yenu. Tuko hapa kufungua mioyo yetu, kuangalia, je, nimefeli wapi? Kwa wapendwa, embu tuchukue huu muda serious sana. Hujui kwa nini Mungu amekupa nafasi hii leo hii ili ubadilishe maisha yako. Haya maisha Shetani unajua anatupa upofu wa roho na upofu wa akili ili tusiweze tukawaza vizuri, ili tusiweze tukafikiri na kung'amua mambo ya kiroho. Ndio maana anatufanya tuwe busy. Watu wengi siku hizi tuko busy, tunatafuta hela, busy tunatafuta elimu, busy tunatafuta hiki na kile. Lakini wengi wetu hatuko busy kutafuta ufalme wa mbinguni. Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, afu mengine yote wewe unayotamani yatakuja kwa ziada. Kwa mengine haya tunaweka roho zetu kutafuta hela, sijui nini, nyumba, sijui magari ya kifahari. Haya ni ya ziada ambayo kama utaweka moyo wako kutafuta yale ya mbinguni, haya mengine Mungu anakupa kwa ziada. Haya mengine ni ya ziada. Lakini shetani ni mjanja. Shetani amefanya haya ya ziada ndio yaonekane ya muhimu. Lakini kutafuta mbingu shetani akafanya iwe ya ziada. Ndio maana tuko busy tunatafuta ya dunia, lakini ya mbinguni sema asubiri kwanza. Wapendwa, haya yote haya ambayo yanatamanisha macho, haya yote ambayo tumeweka mioyo yetu kuyatafuta ni mambo yanapita. Haya yote yanapita. Cha msingi ni roho yako ambayo hata mwili ukiondoka roho yako inaishi. Je, hiyo roho yako inaenda wapi baada ya huu mwili kuondoka? Ni kitu ambacho ni ngumu sana kuelewa. Ni ngumu sana. Unajua asubuhi mfano umetoka kuoga,
uko pale mbele ya kioo, unajitazama, unajiangalia, unajipekua, unajiangalia kifua chako, sijui hips, sijui nini, unajiangalia. Yaani ni ngumu sana kusema yaani mimi nitakufa. Hiyo kitu akili inakataa. Mimi na uzuri wangu wote nife. Akili inakataa. Mimi na uzuri wangu wote siku moja nitaenda chini, nifukiwe, nioze. Akili inakataa. Lakini wapendwa, kifo kipo. Kifo kipo. Yaani hata tungekataa, hata tungefanyaje, hata yaani vyovyote vile kifo kipo. Hatujui wewe ni lini, mimi ni lini. Wote tuko kwenye cycle. Hatujui nani atatangulia kati yetu, nani atafuata. Hakuna anayejua. Siku moja nilikuwa kanisani, kuna mtoto mmoja kwa na miaka 3. Kama 3 hivi, 3.5. Yule mtoto alikuwa anashuka ngazi, anatoka ndani anatoka nje. Ndani anatoka nje. Sasa anashuka zile ngazi, akateleza. Baada ya kuteleza akaanguka. Akavunja hizi spinal cord. Baada ya kuvunja, ilivunjika mara 2 nafikiri. Baada ya kuvunja akapelekwa hospitali Muhimbili huko kwenu, akamfanyia vipimo nini. Yule mtoto hakuchukua hata wiki 3 akafariki. Hata wakati niko nafanya ile misa ya mazishi, kwa nahubiri, jamani tujiandae, jamani jiandae, hatujui siku wala saa. Kwa naambia jamani, kati yetu hapa hatujui nani atatangulia nini. Tukaongea pale, misa ikaisha, tukamzika yule binti. Haikupita hata siku 3 kati ya wale ambao walikuja kwenye yale mazishi ya yule binti, mmoja wapo alifariki. Mtu mzima alifariki, na nikaenda tena nikamzika. Kwa wapendwa, kifo anasema ni reality. Hatujui tu ni nani atatangulia. Hatujui. Labda mimi, labda kati yenu hapa, si nani. Wote tunaenda. Hatupaswi kuogopa kifo. Hatupaswi. Yaani uweze ukaogopa kitu ambacho lazima ukifesi. Kwa nini ukiogope? Kwa nini tunaogopa kifo? Kwa sababu ya dhambi. Kwa nafsi zetu zinatushtaki daima. Kwa nafsi zetu zinaumia kwamba endapo tutakufa sasa hivi tunapotea, tutaenda jehanamu. Ndio maana nafsi yako inakusuta. Ndio maana unahangaika, ndio maana unaogopa kifo. Kifo yaani akipasi, hatupasi kuogopa kifo. Kwa nini uogope kifo? Hakuna sababu yoyote ya wewe au mimi kuogopa kifo. Tunaogopa kifo kwa sababu hatupo kwenye hali nzuri. Nafsi yako inakwambia sasa ukifa sasa hivi uweze kumuona Mungu. Kwa sasa hiyo ndio inatujaza hofu, mashaka na uchungu. Lakini kama uko katika hali ya neema, utakaso, uweze ukaogopa kifo. Utaogopa kwa sababu gani? Mama Teresa siku moja alifuatwa, alikuwa anafua nguo. Waandishi wa habari wakamfuata, akamwambia, "Mama, naomba tuwe na mahojiano na wewe." Akasema, "Hamna shida." Sema, "Sasa mama, sisi tuna swali la muhimu sana. Hivi mfano sasa hivi hapa Mungu akamtuma malaika aje kwako akwambia, "Bwana mama, umebakiza lisali moja tu kuishi." Au utafanya nini? Mama Teresa akamwambiaje? Sio lisaa tu, hata kama nimebakiza dakika 5 za kuishi, mimi kifo kitanikuta hapa hapa nafua. Sitaenda sehemu yoyote. Nitafua, katika kufua kifo kinikute hapa hapa. Sasa nimebaki dakika 10 wapendwa. Kwa hiyo akasema mimi kifo kitanikuta hapa hapa. Ikifika dakika kama 2 nigongee. Sawa. Akasema mimi kifo kitanikuta hapa hapa. Sasa kwa nini Mama Teresa wa Calcutta alikuwa na ujasiri huo? Kwamba yeye kifo kimkuta hapo hapo. Alikuwa na ujasiri huo kwa sababu yeye alikuwa akijiandaa muda wote. Kwamba yeye alikuwa tayari kifo kimkuta amelala, kifo kimkuta anatembea, kifo kimkuta anafua, kifo kimkuta anakula, sehemu yoyote. Yeye alishakuwa na uhakika kwamba yuko safi.
Je, sisi hapa hivi malaika leo akija hapa akisema jamani fulani imebaki dakika 20 natakiwa kuondoka dunia hii, hivi utafanyaje? Tuongee ukweli kabisa, utafanyaje? Nitieni padi jamani, nitieni padi. Jamani nitieni fulani nimegombana naye. Jamani mama yangu siongee naye. Jamani wadogo zangu. Jamani jirani zangu. Jamani juzi nimeiba sijui nini ya jambo. Jamani, yani utahangaika. Umeona? Yesu anasema kesheni msali na kuomba, hamjui siku wala saa. Hamjui. Kwa hiyo jamani wapendwa, tujiandae. Kwa hiyo kama tulivyosema, maana ya msalaba ni kuifia nafsi zetu za dhambi. Kwa hiyo kipindi naombeni sana wapendwa, hebu tutafakari sana misalaba yetu ni ipi, na tuiondoe. Ukisali kituo cha 10, Yesu anavuliwa nguo. Anasema Yesu anavuliwa nguo ambayo imegandamana na madonda yake, alioteswa siku nzima. Kwa Yesu anatuomba sisi tuvue pia vilema vyetu kwenye mioyo yetu, hata kama hivyo vilema vinauma vipi. Kama kweli tunataka tutengeneze uhusiano wetu na Mungu, lazima tubandue huo uhusiano. Lazima. Kama kweli tuko serious, kama kweli tunataka tufaidike na huu mfungo wa Kwaresma wa sasa hivi, lazima tutoe urafiki wowote mbaya ambao uko kwenye mioyo yetu. Lazima. Kuna wengine hapa wanaume nje, wanawasaidia, wanawasapoti, wanawalipia labda hiki, na unajua kabisa huyo mume ni wa mtu, ana familia, na unajua sasa nikimwacha huyu siwezi nikapata hiki. Ni lazima, kama kweli uko serious na kama kweli uko hapa haufanyi jokes, kama kweli uko unataka kubadilika, lazima ukiachana na mwanaume lazima maisha yako yayumbe, sababu hutapata vile vitu ambavyo ulikuwa unapewa. Kila siku unabadilisha simu, sijui viatu, sijui nini, magauni, sijui nini, hutavipata tena. Lazima itakuuma. Yesu anasema toa huo rafiki mbaya. Hata ikikupasa kutoa sadaka kubwa, lazima. Sababu nafsi yako hailinganishwi na chochote. Jina gari, jina Range Rover, jina kitu gani, nafsi yako hailinganishwi na hiyo. Si simu, nafsi yako ni ya msingi mno. Ndio maana Yesu alibeba msalaba, akatundikwa juu ya msalaba uchi wa mnyama, uchi. Hizi picha tunazoziona kwenye kanisa sijui nini, Yesu amewekewa kitambaa hapa, ni kwa ajili ya heshima tu ya kanisa. Yesu hakuvishwa chochote. Walimvua nguo zote, wakamtundika msalabani, anakuja damu. Mama yake yuko pale chini anamshuhudia mtoto wake. Ndugu na jamaa na watu wamejaa pale, wanamkebei na kumtukana. Yuko uchi. Hii yote ni kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi, kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo wapendwa, tunapoongelea msalaba sio kitu cha mchezo. Msalaba ni uamuzi kweli wa kuondoa haya makando. Lazima tuyaondoe. Kama sisi ni Wakristo, tunaitwa Wakristo, maana yake ni tunamfuata Yesu, lazima uondoe. Kama umetoa mimba, kuna wengine wametoa mimba hapa 2, 3, 4, afu bado kanisani, bado maisha yako tu kawaida, wala hata ujutii, wala kitu kawaida. Umeona? Kama umetoa mimba ya kwanza, kidogo kama moyo kanauma, jamani, nimemuua mtoto wangu, Mungu nisamee, sitarudia tena. Jamani, unakata ndani, unapiga magoti, unashika Biblia. Kesho mimba ya pili, hivi kweli mimi na laana gani mpaka jamani. Mimba ya tatu, Mungu bwana, mimi sasa binadamu nitafanyaje? Mimba ya 4,
mbona kila mtu anatoa, sasa mimi nitafanyaje? Mimba 5, ndio dunia tuliyoko, sasa tutafanyaje? Mimba 6 wala hata 10, unachomoa tu kana kuwa mzoefu, inatoka tu hata uhangaiki, inatoka kule kwa tena. Unakuwa sasa na wewe ni mzoefu, unafundisha na wenzako, una mimba, twende nikakusaidie. Umeua afu nasaidia wengine waue. Tupo hapa wengine, labda tupo hapa tunasikiliza, uguse. Yaani kama wewe umefanya hivyo, wewe ujijue ni muuaji. Ni muuaji. Kama wewe ni muuaji, hivi wewe mama yako angekutoa, mfano wewe mama yako angekutoa, ungekuepo hapa leo hii umekaa hapa kanisani kabisa hapa? Hatari iko hapo, mwanako yuko pale, mama yako angekutoa, wewe ungekuepo hapo? Usingekuepo. Singekuepo. Binti mmoja anakuja anaungama, mimi nimetoa mimba kwa sababu maisha magumu, sijui nini. Sasa huyo mtoto yeye anajua mambo ya maisha magumu? Maisha magumu wewe, kwa nini ulienda ukavua nguo ukaenda pale unapigana busu sijui nini, baby I love you, sijui ni mzuri sana, sijui nini? Kujua matokeo ya iko kitu unachokifanya. Ulijua kwa sababu una akili. Leo maisha magumu, sijui siwezi. Hao watoto watakulilia na ni laana, unabeba laana. Hiyo laana haitakuacha mpendwa. Yaani wewe mwanaume alikushauri na wewe uliotoa, wote mmefanya dhambi moja. Sababu wanaume nao wanajitoaga, mimi kwani mimi nimebeba? Hamna. Yesu mwenyewe kama umemshauri. Yaani na wewe, yaani dhambi ni ile ile, na wewe umeua mimba. Toda ngapi? 5. Kama ulimshauri wewe mwanamke, au ulitoa hela yako aenda katoa mimba, au ulisikia anaenda kutoa mimba ukakaa kimya, na wewe umeshiriki moja kwa moja. Yaani dhambi alotenda huyo mwanamke au huyo binti kwenda kuua, na wewe umeifanya vile vile. Nenda ungame. Sana sio kuungama tu. Wengine anakuja, binti mmoja anakuja kuungama kwangu, bariki baba yangu, anataja dhambi, nimesema uongo vizuri kabisa, taratibu nimesema uongo padi, nimetukana. Akifika dhambi ya uzinifu na kutoa mimba, spidi inaongezeka faster. Nimeombi sasa hiyo spidi mbona inaongezeka kwa hizo dhambi mbili? Kwa nini? Mbona hizi nyingine ulienda taratibu kabisa, nimesema uongo. Kwa nini sasa hii mziki? Mimba taratibu, itaje taratibu, nimezini. Tena sasa sema mara ngapi? Nimetoa mimba, sema mara ngapi? Mpendwa, mimi waombe, kama kweli mmeshiriki kufanya hivyo, hebu hii Kwaresma omba sana Mungu akuondolee hiyo dhambi. Sio tu kwa maungamo. Kuna dhambi ambazo unaungama lakini bado zinakuacha na kovu. Moja wapo ni kutoa mimba. Inakuacha na kovu kwa sababu umeua. Kwa ile kovu lazima ufanye malipizi ya kutosha. Lazima ufanye malipizi ya kutosha ili upate msamaha na hao watoto uliowaua kweli wakusamehe. Mimi nishawahi kuhudhuria, kuna binti alikuwa kitandani kwa sababu ya kutoa mimba, akapata kansa ya kizazi, hiyo kansa ikamtafuna. Akawa pale kitandani sasa kwenye ile wakati wa mwisho kukata roho. Nimeenda pale, nimempa mpako wa wagonjwa. Hapo binti anafunga macho, analia, wanakuja wanataka kuniangamiza, wanataka kuniangamiza. Bado ninyesheshi maji ya baraka, bado wanataka kuja wananiangamiza. Anaulizwa nani? Wanangu wanataka kuniangamiza, wanangu hawataki mimi, wanangu wanalalamika. Ni laana, ni laana. Hao watoto waweza kukuacha hivi hivi kweli? Waweza kukuacha hivi hivi? Alesi kweli unaungama, unamwomba Mungu toba kabisa ya ndani ya moyo wako, na ufanye malipizi ya kutosha kabisa, na usirudie kwa kitendo.
Unakuja tu kuungama tu alafu unaondoka, hilo kovu halitakuacha salama. Utabeba hiyo laana mpaka unaingia kaburini, na huenda usifanikiwe katika maisha yako sababu ya hiyo laana. Sababu ni kuua. Yaani hamna tofauti na yule mtu anachukua kisu afaka kufuata wewe akakuchoma kisu cha hapa moyoni ukadondoka chini ukafa. Ni sawa tu. Tena wengine wanatoa mimba kwa njia mbaya na kikatili. Anachukua sio, anaingiza mikasi huko, anakata kiungo kimoja anatoa. Kata mguu anatoa, kata mkono anatoa, kata sijivi papatio anatoa, kata utumbo anatoa. Unyama kama huo kweli kabisa. Afu Mungu kabisa akubariki, kabisa akubariki. Yaani unapiga magoti, Mungu na kuomba maisha yangu bora, niwe na nyumba, nipate mume mwema, nini. Kweli kabisa Mungu akubariki na huo unyama huo kabisa. Au ya Mungu hayupo. Hiyo Mungu yuko kwa Mwamposa. Hiyo Mungu yuko kwa Mwingira, atakudanganya tu, hamna shida, njoo toa sadaka madhabahu, hiyo kitu inaondoka. Sisi Mungu tunamwabudu hapa, lazima ufanye toba, tena toba haswa. Tafute padri mzuri akusaidie kufanya toba nzuri ambayo itakafutiwa makovu yako. Basi wapendwa, sehemu ya pili ya kufunga ni nini, maana ya mfungo, tutakuja nayo baadaye baada ya chai. Nafikiri baadaye tutatoa muda wa maswali, kama mtu ana swali, kama mtu ana kitu kinamuumiza hapati ufumbuzi, basi tutatoa muda wa kuulizana ili tuelekezane. Asanteni sana tena sana. Kwa kufunga ni kujinyima chakula na vinywaji. Hiyo ni maana ya watu wengi wanaoifahamu kwamba kufunga ni kujinyima chakula na vinywaji. Kwa tunajinyima chakula. Kuna mfungo aina nyingi. Kuna watu wanafunga kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12. Kuna wengine wanafunga kuanzia saa 12 labda masaa 18, wengine masaa 24, wengine siku 2. Kuna mfungo ya aina nyingi. Lakini kwa haraka kufunga ni kujikatalia chakula. Kujikatalia chakula na vinywaji. Kwa hiyo ndio maana ya juu ya mfungo. Lakini tukichukua maana sasa kamili, tukiileta katika dini, katika Ukristo, kufunga tunakuja hapo kujikatalia chakula, vinywaji. Lakini ukijikatalia tu chakula na vinywaji, bado hiyo haitufai kwamba sisi tumefunga. Tufanye sisi tu tumefunga. Tunaweza tukajikatalia chakula na vinywaji. Na watu wanataka kupunguza miili yao, wanajikatalia chakula na vinywaji. Anataka kutengeneza figa fulani, labda awe kama Misa Mabeto, awe kama nani yule alienda kukata utumbo huo mfupi, ili akila chakula asishibe sana, ili asinenepe. Nani? Wema Sepetu. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini huo sio mfungo. Sio mfungo. Hiyo ni kukaa na njaa kwa sababu unatafuta figa. Kwa mfungo lazima uambatane na vitendo vya kujirudi mwenyewe, ili Mungu akupe neema zake. Kwamba mfungo wote lazima uwe na dhamira ya kiroho, dhamira ya kufanya wewe ujirudi kwa Muumba wako, kama tulivyoona katika wakati tunaongea mambo ya msalaba, kwamba una changamoto inakutatiza, changamoto hasa ya kiroho, na unafikiri umehangaika nayo, unashindwa kuitatua. Kwa solution nzuri ni kufunga. Kufunga ni dawa nzuri sana, tena sana, ya kutufanya sisi tuwe karibu na uwepo
wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi wa Kristo tunafuata mfano wa Yesu. Yesu pia alifunga. Yesu alifunga siku 40. Yesu alikuwa na jambo la msingi sana mbele yake. Alikuwa anataka kuanza kazi ya kueneza Injili. Kuna watu wanaleta kama visingizio kwamba sisi wa Katoliki tumeambiwa sisi kufunga, unafunga mlo mmoja tu, au sisi kama unakunywa bia 3 unapunguza na kunywa bia 2, ukiwa unakula milo 4 unapunguza, unakula milo 2, au hiyo sio kufunga. Hiyo sio kufunga. Hiyo ni shetani tu anatudanganya. Kufunga ni kufunga. Hakuna mambo mimi nakulaga sana sahani najaa sasa napunguza nakula vijiko 2. Hiyo hujafunga. Mimi nakulaga mandazi 6 lakini sasa nakula mandazi 3, hujafunga. Kufunga ni kufunga. Lazima uache kweli chakula na vinywaji. Hiyo ndio inaitwa mfungo. Ndio maana nimewapa hapa vifungu vya Biblia mwende mkasome. Hakuna eti mimi sijui nakunywa soda 5 sasa nipunguza 2 ndio nafunga. Hiyo chupa 3 hiyo hela naiweka napelekea huo sio mfungo. Mfungo ni kutokula chochote, kutokunywa chochote. Kwa sababu hiyo ndio alofanya Yesu. Yesu alifunga siku 40 bila kula, mchana na usiku. Sisi wengi hapa tunafunga mchana tu. Yesu alifunga mchana na usiku bila kula. Sasa usiende ukajaribu hapo ukazimia. Sema Yesu alifungaga siku 40. Funga, angalia mwili wako, uwezo wa mwili wako. Kwa unapoamua kufunga hakuna kula. Kama kweli unaamua kufunga hakuna kula wala kunywa. Nitakwambia kwa nini? Kwa nini? Labda kama una matatizo ya kiafya. Una matatizo ya kiafya sawa. Naambia Mungu kwa kweli mimi afya yangu sio nzuri, na vidonda vya tumbo. Kwa siwezi nikafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni bila kula. Mungu nakuomba nile mlo mmoja au vyovyote vile. Lakini hiyo ni kwa sababu ya matatizo ya kiafya. Lakini kama uko vizuri, kama unaamua kufunga, funga kweli, hakuna kula kabisa. Na kufunga kanisa limesema tu Jumatano ya Majivu lazima tufunge. Hiyo ni lazima, ni amri. Hiyo ni lazima ufunge, lazima. Na kama hujafunga Jumatano ya Majivu ulikula, unapaswa kuungama. Kabisa, kabisa. Unapaswa kuungama kwa sababu ni amri. Hiyo ni amri ya kanisa. Sio ombi, no, ni amri. Unajua ni amri ngapi? Amri ngapi? Hata hatujui ni amri ngapi. Unaona tatizo ndio la kuja hapo. Amri ngapi? Funga siku ya Jumatano ya Majivu, usile nyama siku. Ni amri. Hiyo sio ombi, ni amri, lazima. Kwa hiyo mpendwa, kama hujafunga siku ya Jumatano ya Majivu, usije hapa mbele ukatoa ulimi. Mwili wa Kristo, amina, hakuna. Umevunja amri ya kanisa. Unapaswa kuungama. Kwa sababu ni amri, lazima ufunge. Kwa kanisa linajua kwamba kuna watu wavivu. Wanaweza wasifunge kabisa mfungo wote. Kwa ndio maana wakatoa hiyo siku ya Jumatano ya Majivu. At least basi na wewe uonje mateso ya Yesu. Uonje, ufunge. Kwa lazima ile pale ilikuwa lazima tufunge. Kufunga kuna faida nyingi sana, tena sana, ndio maana kanisa linatutaka tufunge. Yaani kanisa linatuhimiza tufunge. Yesu alipokuwa kuna kitu kinamkabili kikubwa mbele zake, baada ya kupata Roho Mtakatifu kumshukia, Yesu akaona haitoshi. Unakumbuka pale
alipobatizwa Roho Mtakatifu akamshukia na sauti ya Baba ikaja akasema, huyu ndio mwanangu mpendwa nilipendezwa naye. Yesu akaona haitoshi, lazima afunge. Akatoka pale akaenda jangwani ambako hakuna mtu yoyote, akaenda kufunga kwa siku 40. Kufunga kuna faida nyingi sana, tena nyingi sana. Nyinyi wote ni watu wa mko huko kwenye mambo ya afya, mnajua kimwili tu kufunga kuna faida nyingi sana kimwili. Kuna faida nyingi sana. Wanasema hata baadhi ya magonjwa mengi ukifunga unaweza ukaondokana nayo. Lakini ndugu zangu, katika swala la kiroho kuna vitu lazima ufunge ili kuondokana navyo. Lazima. Unakumbuka Yesu alipowatuma wale wanafunzi 72 kwenda kuhubiri Injili. Wakaenda huko, wakahubiri, wakatoa mapepo, wakafanya nini, mapepo yakawa yanatoka nini, wakafurahi sana. Wale wanafunzi walifurahi sana kwa sababu Yesu aliwapa uwezo. Wakafurahi sana, wanashangilia. Lakini wanafunzi wa Yesu walikutana na pepo mmoja, wakamtoa, wakashindwa. Wakafanya kila mbinu, wakashindwa. Yule mwenye mtoto akaja kwa Yesu akamwambia, wanafunzi wako wameshindwa kumtoa pepo, naomba umtoe. Yesu akamtoa yule pepo. Baadaye wanafunzi wake ilipokuwa jioni wakamuuliza, Bwana, kwa nini sisi tulishindwa kumtoa yule pepo? Kwa nini? Yesu akamwambia, pepo wa namna hii hatoki isipokuwa kwa kusali, kufunga na kuomba. Umeona hapo kufunga ipo? Kufunga, kusali na kuomba. Kwa kuna mambo mengine katika maisha yetu ili tufanikiwe lazima kufunga. Lazima. Kuna weakness zingine ambazo tunazo haziwezi kaisha hivi hivi. Kuna misalaba mingine ambayo tunayo lazima ufunge. Lazima. Kuna misalaba mingine lazima utulie, umuombe Mungu Roho Mtakatifu, usali sana na bado haitoshi, ufunge. Ndio hivyo, hiyo misalaba unaweza kuitoa. Una jambo muhimu sana mbele yako, unataka Mungu akusaidie liende jinsi inavyotakiwa, lazima ufunge. Lazima ufunge. Sasa kwa nini tunafunga? Kwa nini? Wapendwa, si kama hapa nitaeleweka. Sisi binadamu ni composition ya vitu viwili, mwili na roho. Mwili na roho. Bila mwili, roho haiwezi kufanya kazi katika ulimwengu huu. Bila roho, mwili hauwezi kufanya kazi. Lazima tuwe na mwili na roho. Na Mungu anawasiliana na sisi kupitia hizi roho tulizokuwa nazo. Kwa ili Mungu awasiliane na sisi, lazima apitishie ujumbe wake kwa roho zetu. Alafu hizi roho zina communicate na miili yetu. Alafu ndo tunapata ujumbe kutoka kwa Mungu. Kwa nani wanatupishia huo ujumbe? Kisoma vitabu vitakatifu, hasa Biblia, wanaofanya kazi hiyo ni malaika. Kwa malaika, ndio maana kila binadamu anaozaliwa anakuwa na malaika kiongozi, ambao sisi wengi tunaita malaika walinzi. Kwa kila mtu anakuwa na malaika kiongozi. Na sio huyo tu, kila binadamu ana jopo la malaika ambao unatembea nao. Kuna jopo la malaika lakini wakiongozwa na malaika kiongozi wako au malaika mlinzi wako. Kwa malaika mlinzi wako hata kuacha wewe mpaka ile pumzi yako ya mwisho. Unapovuta ile pumzi ya mwisho, umekata roho, na malaika anakuacha. Hapo ndo mwisho wa malaika kuwa na wewe, malaika mlinzi wako. Kwa popote unakoenda, malaika mlinzi wako yuko na wewe. Kwa hiyo malaika sasa ndio anafanya kazi hizi nyingi.
za kupitishia wewe ujumbe kutoka kwa Mungu kuja kwako. Kupitishia ujumbe. Kwa njia gani? Kwa njia nyingi sana. Malaika anaweza kukupa ujumbe kwa njia ya rafiki yako, ujumbe kwa njia ya ndoto, ujumbe kwa njia ya njozi, ujumbe kwa njia mbalimbali, wanyama, unaona? Njia mbalimbali, yani nyingi. Sasa ili wewe upate ule ujumbe vizuri, lazima roho yako iwe katika hali ya neema, utakaso. Kwa kama roho yako ikiwa kwenye dhambi, ina maana tayari ile roho yako inakuwa katika, yani haipo katika neema ya utakaso. Kwa malaika anapowasiliana na wewe, ule ujumbe hauwezi ukakufikia wewe, sababu tayari uko kwenye dhambi. Na dhambi imeshafanya, yani ni kama vile tuchukue chloroquine afu wanaifanyia coating nje. Wanaweka kitu katamu huku, lakini kule ndani ni chungu. Kwa hiyo ukiweka mdomoni unaona haina shida. Kwa ndio hivyo inakuwa dhambi. Kwa roho yako inakuwa ndani, lakini huku nje imekuwa coated na dhambi. Kwa malaika anaongea na wewe huwezi ukapata huo ujumbe. Huwezi ukapata. Ndio maana watu wengi wanalala. Ukilala anaota. Sija anakimbizwa na mbwa, sija anakimbizwa na simba, sija anakimbizwa na nani, sija mtu fulani kachukua kisu anamkimbiza anataka amuue, si nini, hapo anaamka usiku, anahema. Si nini, afu asubuhi mambo yanaendelea. Tena siku nyingine anaota mara siji ng'ombe na mkimbiza siji nini. Yaani ndoto za namna hiyo. Mara leo umeota sijui chui anakukimbiza. Kesho unaota simba anakukimbiza. Mara ni kwamba malaika wa Mungu anajaribu kufikishia wewe ujumbe. Lakini kwa sababu nafsi yako kwenye dhambi, huwezi kumuelewa. Humuelewi. Matokeo yake, ngoja nikupe kisa ambacho kimetokea. Kuna mama mmoja alikuja kwangu. Tukaongea naye, alikuwa na matatizo ya ndoa. Kwa kwenye matatizo yake ya ndoa yake inamsumbua, ilikuwa inamsumbua. Sasa kabla akaota amebeba mimba. Hapo mimba ikawa kubwa. Baada ya kuwa hiyo mimba kubwa, ikatoka hiyo mimba. Akaamka, sema hii maana yake nini? Hii afu akapuuzia. Akakaa tena kama miezi 3-4, akaota tena ana mimba tena. Baada kuota tena na mimba likakua, akashangaa tumbo ni kubwa, afu tumbo likapasuka. Afu ile mimba ikapotea. Yaani tumbo limepasuka, yaani hajaona mtoto wala nini, kapotea. Tena akaota siji mimba, hivyo mimba ikatoka tena. Afu hiyo ndoto ikatoweka kabisa. Akakaa, baada ya muda fulani watoto wake wakaingia kwenye gari ya bwana wake. Sijui walikuwa wanatafuta nini. Akakuta picha ya mtoto mchanga kwenye gari ya baba yao. Akasema huyu mtoto vipi? Mbona hakumfahamu? Wakachole picha akampelekea mama yao. Akasema mama, mbona kwenye gari ya baba tumekuta nani? Picha ya mtoto mchanga. Yule mama akaiangalia, akaificha, akaanza kupeleleza. Baada ya kupeleleza akagundua bwana wake ana mtoto wa nje, na sio mmoja tu, ana watoto 3 nje ya ndoa yake. Asimuona. Kumbe malaika alikuwa anajaribu kumpa ujumbe kwamba bwana, hauko sehemu salama. Mwenza wako wa ndoa anafanya hivyo vitu. Kuna watoto huko wewe usiwajua. Huenda angeelewa ule ujumbe mapema, huenda angezuia hiko kitu kisitokee. Au angezuia hata mtoto mmoja tu, wengine wasingekuja. Lakini kila akiota ndoto ya mimba, sijui inapasuka tumbo, yeye anachukulia kitu cha kawaida. Anaota sijui mimba anatoka, anaita. Kumbe ndio malaika alikuwa anakuja anapitisha ujumbe, ni mama hajui. Mama anakuja, tunaongea, anasema laiti ningelifahamu, laiti ningelitambua hii ndoto nasema hivi. Ashachelewa. Kwa sisi wengi tunafanyaje? Tunaota hizo ndoto. Malaika anakuja anapitisha ujumbe.
kwenye ndoto, kwenye maono, kwa sababu ya dhambi hatuelewi. Tumekaa tu, tunaamka, tunaendelea. Wapendwa, msichukulie rahisi hizi ndoto. Ndoto zina maono makubwa sana, tena sana. Unapoota ndoto, hasa wanasema usiku ule mnene kuanzia saa 7, 8, 9, unapoota ndoto alafu ukaikumbuka au usikumbuke vizuri, hebu ichukulie maanani sana, muombe Mungu sana akufunulie huo ujumbe anaotaka upate. Kwa vitu vingi sana hatuvipati kwa sababu ya dhambi. Kwa unapofunga sasa, unauleta ule moyo wako kwanza, unaondoa makando kando, afu unaleta ule moyo wako uwe katika uwiano na mwili wako, kwamba message yote inayokuja, kwa sababu moyo wako ni mweupe, uweze kucommunicate na mwili wako. Ndio maana kabla ya masayansi na mateknolojia na media na manini, wazee wetu wa zamani walikuwa wana uwezo mkubwa sana wa kufanya communication kati ya moyo wake au roho yake na mwili wake. Ndio maana wazee wa zamani unaweza ukaa unamwambia bwana, babu mimi kesho naondoka, labda umemtembelea kijijini, na baba mimi naenda. Unakaa yaani asubuhi anaamka, wa kwanza anakuja akamwambia, mwanangu usisafiri leo. Mwambia leo usisafiri, safiri kesho. Sasa wewe mng'ang'aniza usafiri hiyo siku, utapata ajali au utaondoa kabisa maisha yako. Kuna wazazi anaweza kukaa hapo akasema, niitieni watoto zangu wote walioko mijini, wanakuja pale, yuko mzima kabisa, nachinja ng'ombe sijui nini, wanangu nimewaita sijui hiki. Nashangaa mzee anakuambia, wewe utamtunza mama yako, wewe angalia mashamba, wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Na baba vipi? Nyinyi hivyo tu. Siku ya siku mnaondoka, kabla hata mjafika huko mnasikia baba yenu amefariki. Alijuaje? Kwa kuna connection kubwa, kwa sababu wazazi wetu walikuwa wanaishi maisha mazuri. Kwa na sisi, ili tuweze kaona mafumbo ya Mungu aweza katuangazia tujue siri zake, kufunga ni lazima. Kwa sababu kufunga ni kuutiisha mwili wako. Kuutiisha mwili wako ili uendane na moyo wako, ili roho yako iwe na nguvu kuliko mwili wako. Sisi wengi tunahangaika kwa sababu ya miili yetu ina nguvu zaidi ya mioyo yetu. Ndio maana hii miili yetu inatulazimisha, yani sisi tunaenenda kulingana na miili yetu. Yani miili yetu ndio inatuambia, yani ina dictate kwamba tule nini, tuvae nini, tuongee vipi, tutembee vipi, miili yetu. Ndio maana unashangaa mtu anauhangaikia mwili. Anaweza akaenda saluni akasuka yani 200,000, yani saluni nywele 200,000, 100,000. Anasuka nywele, anaweka kucha sijui 10,000, 15,000, 20,000, 30 kucha. Ananunua wanja 30,000, 40,000, lipstick sijui. Unaona? Ukuta mtu ndani anapea 10 za sketi, anapea 10 za shati, za suruali. Ana sehemu kabisa ametengeneza kuwekea viatu, anapea kama 15 viatu. Na baadaye huyo mtu huyo anaenda tena dukani ananunua tena. Yaani ndani kumejaa pea 15, pea 6, pea 8. Anaenda dukani ananunua viatu. Viatu viko pale vimejaa tena vipya vizuri. Anaenda dukani kununua viatu. Anapea 5, 6, 8, 10, 20 za blouse sijui nini. Anaenda dukani anaenda kununua tena sketi nini. Ana suruali pea 10, 15, lakini anaenda kununua. Simona? Yaani miili yetu ndio inatuongoza kufanya vitu. Ndio hivyo. Si wengi hapa kwani ni uongo? Ni uongo jamani?
Wengi hapa tunapea 5, 7, 8 za suruali. Mashati pea 10. Wadada ndio usiseme, blouse pea 20, 25. Nini sketi nini. Kibao wamejaza. Yaani mpaka sehemu nyingine hamna ya kuweka. Anazikunja ana force. Lakini lazima aende kanunue. Fulani amenunua hiki. Kiatu cha kanunua wapi? Cha India. Mimi naenda kununua cha Italy. Naenda kununua. Miili yetu imetutawala. Na mwili wako kutawala unakufunga macho ya kiroho. Inafunga akili zako. Wewe unafanya vitu ukifikiri ni sahihi, kumbe hakuna, sio sahihi. Hebu wewe imagine watu wangapi ambao wanatembea uchi kabisa. Wanatembea. Wewe una sketi ngapi uko ndani? Wewe una viatu pia ngapi uko ndani? Una suruali ngapi uko ndani? Kuna watu yani anavaa hapa, yani nguo zimechanika kabisa, zimechanika. Lakini sisi tumejaza huko. Bado tuko busy, tunaenda dukani tunanunua tena tunaweka. Tunaongozwa na miili. Na ukiongozwa na mwili, yani hautatosheka daima. Nakwambia utahangaika kwenye hii dunia mpaka unakufa, hutatosheka. Utataka tu, utataka. Unanunua simu hii, sijui miezi mitatu umetoka sijui simu gani, utataka ununue nyingine. Utakuwa hivyo hivyo, wewe utahangaika. Sijui iPhone gani imetoka unataka, sijui nini unataka, sijui kitu gani unataka. Yaani unataka hivi. Utahangaika kwa sababu mwili wako unakucontrol. Mwili wako unakucontrol. Utahangaika. Utatumia hizo nywele zako hela nyingi. Kuna dangu mmoja alisuka nywele, sije nasuka mtindo huu. Na mtindo huu umetoka mpya sijui 70,000. Atatafuta hiyo 70 mpaka ataipata, ataenda atasuka. Sije nini ataenda atasuka. Sijui kuna marasta ametoka sijui nani, sijui Netherlands, ataenda atatafuta marasta aweke. Sijui imetoka huku. Amehangaika sijui zaidi ya miaka 5. Alafu tunashangaa tu siku moja amenyoa nywele. Wewe vipi? Nataka zianze upya. Ndio sasa. Nataka zianze upya. Yaani utahangaika hii dunia. Hii dunia utahangaika. Wewe angalia watu. Leo hii ananunua kiwanja. Ananunua kiwanja huko, anajenga nyumba. Sijui room 10. Anataka tena ajenge, ananunua huko, anajenga. Si nyumba wapangaji ananunua, anajenga. Sijui huku, yaani mtu unakuta amejenga nyumba hapa, amejenga nyumba huko, amejenga sijui amenunua hiki. Vyote vinaenda wapi? Sababu hautosheki, mwili wako unakuongoza. Na wakati huo kuna watu wanateseka. Sasa vibaya mno kabisa. Hapo jirani yetu ninakokaa huko Arusha, kuna mtu amejenga nyumba kubwa, ghorofa moja, nyumba kubwa, ina vyumba sijui 8. Nyumba nzuri kweli. Geti kubwa, uzio, huko ndani kuna magarden, sijui kuna nini. Alafu akajenga nyumba ya mfanyakazi kwa pale pembeni. Hiyo nyumba kubwa anaishi yeye na bwana wake na mfanyakazi yule anampikia. Wafanyakazi wengine wote nje kwenye nyumba kadogo. Kuna chumba 2 wakaa huko. Nyumba kubwa nakaa watu 3. Nyumba kubwa na vyumba 8, vyumba vyote vitanda vimepandikwa vizuri, nini marumaru nini. Wanaishi kwenye vyumba 3 tu. Nyumba lote liko wazi. Avuko nje huko kuna watu wanalala kwenye makordo. Kuna watu wanalala kwenye makordo, ukienda Kariakoo kule nenda asubuhi uone. Watu wanaweka boksi, anajifunika, analala mpaka asubuhi. Wengi sana kule utaona kwenye makordo kule. Mwimbi nani? Huko Kariakoo, Karume huko. Wengi. Yaani mtu amejenga bonge la nyumba, vyumba 8. Kuna chumba hivi 2, 3. Vyumba vingine vyote viko wazi, vimetandikwa nini na kila wiki vinabadilishwa mashuka, vinasafishwa. Hasa hivi unajiuliza maana yake ni nini? Hivi maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Maana huyu mtu anaongozwa na mwili. Anaongoza, yani fahari yake kuona tu ni jumba likubwa na vyumba 8, watu wamsifie. Alafu nini? Anaongozwa na mwili. Unaona?
Wapendwa, tukiongozwa na mwili hatutafika sehemu yoyote. Hatutafika sehemu yoyote. Tutakuwa na tamaa, sababu tunataka hii miili yetu, kila kitu tunataka tuiweke. Ndio maana kufunga kanisa la tusisitiza tufunge ili tuitiishe miili yetu. Ifike sehemu tuone kwamba hii miili tumepewa tu kwa ajili ya muda mfupi hapa duniani. Lazima tuipende, lakini sio hii miili tuongoze sisi tufanye miili tunachotaka. Hapana. Hii miili tusaidie kupata wokovu. Lazima tuitiishe ili sisi tuikontrol, kwamba tunachotaka ndio miili ipate. Kwa nini uwe na pea 10? Kwa nini? Kwani ukiwa na sketi 3 au 4 hazitoshi? Ukiwa na suruali 4 au 5 hazitoshi? Kuna kesi moja niletewa, sitaki kukitaja iko chuo maana iko hapa Dar es Salaam. Watoto wa kike hao, kesi kwamba ugomvi umetokea, ugomvi sasa kesi kama mwenzao akifua nguo za ndani anaweka ni kamba zote, wengine wanakosa. Yaani kamba zote anaanika. Sasa kesi, kwani sisi hatuna nguo za ndani na sisi tunataka tufue? Na sisi tunataka nguo. Yaani nguo za ndani ni nyingi kiasi kwamba akianika yani kamba zote. Sasa kwani hata kama ndio hivi ukiwa nazo 10 hazitoshi? Mpaka nguo za ndani ziwe 40, 50, 70. Kweli 70, 80, 100. Yaani una begi kabisa. Kuna watu wana begi kabisa ya nguo za ndani. Begi imejaa. Na begi ya soksi, na begi sijui ya blauzia, na begi sijui ya nini, na mabegi yamejaa. Ya nini? Unaongozwa na mwili. Na hii haitakuacha hata baadaye ukija kupata kazi, itakuwa hivyo utakuwa. Haya mambo yanaenda kuanzia chini hivi, wewe unaenda nayo. Utahangaika na hutafaidi. Yaani usipotosheka hii dunia hutafaidi. Kuna watu wanaenjoy na maisha kwenye hii dunia, ana mshahara wa 200,000 tu, lakini anakula bata. Yaani anaenjoy maisha mbaya mno. Kuna watu wanapata mshahara 5 milioni 10, lakini anaisha kwenye mateso makubwa. Kwa sababu rafiki yake amenunua Range Rover, naye anataka ishi maisha, anataka anunue Range Rover. Anafanya kazi mchana usiku, rushwa nini, anataka anunue Range Rover. Yaani hata kula yake ni shida kwa sababu anaweka hela benki, anunue Range Rover. Anapata hela anunua Range Rover, mwenzake amenunua gari nyingine. Sema, yaani wewe bado unatumia nani Range Rover? Tayari atauza hiyo, aanze kuhangaika tena atafute hela anunue siji. Yaani utahangaika hii dunia usipotosheka. Na uweze ukatosheka kama hujamweka Mungu mbele. Uwezi. Ndio maana angalia ndoa nyingi za watu wa kawaida tu, watu wenye vipato vya kawaida tu, huwa zinadumu sana. Lakini angalia ndoa za watu wenye hela, mara nyingi hazidumu. Utaona tu huko nje wakishikana nini, sema fulani wanapendana, lakini maisha ya ndani huko ni moto. Sababu hakuna mtu anayetosheka, sababu anaishi maisha ya kushindana. Fulani kama na sisi tufanye nini? Yaani utahangaika. Embu muweke Mungu mbele, muweke Yesu mbele kwenye huu mfungo. Na ukifunga ndio itakusaidia kujijua wewe mwenyewe. Mwili wako na binadamu wako utakuwa chini, roho yako itakuwa juu. Utaenjoy maisha. Sivyo utahangaika sana tena sana, utaingia kwenye mambo mengi ya kumkufuru Mungu. Utakuwa madokta baadaye huko. Mtu anakuja na 500,000, 200,000 nakwambia milioni 2 hapa, naomba umtoe mpenzi wangu mimba. Utamtoa mimba? Wengi wa mabinti wanaotoa mimba wanaenda hospitalini. Nani wanawatoa mimba?
Unaona? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya tamaa. Unajua nilipata ile 500, nikiongeza pale nitanunua kitu fulani kile. Hii hela siiachi. Kwa sababu ya tamaa. Lakini tukiacha tamaa zetu tutafika mbali. Kwa tumuombe sana Mungu, tumuombe Mungu sana tena sana atujalie hii fadhila ya kufunga ili tuone ubinadamu wetu na jinsi ya kushinda. Sababu ukifunga tu anajua siri za Mwenyezi Mungu zitafunguka ndani ya maisha yako. Utakuwa mnyenyekevu, kwa sababu kitu kikubwa ambacho funga inakusaidia wewe ni kuwa mnyenyekevu, kujitambua wewe ni binadamu. Na unapokuwa mnyenyekevu tu, Mungu anakufungulia neema zake na baraka zake na siri zake. Kwa maana ukisoma Isaya anasema mwanzi uliopondeka, Yesu anasema au Mungu anasema sitauvunja, wala utambi ufukao moshi sitauzima. Maana gani? Mungu anamjali sana mnyenyekevu. Mungu anamjali sana mnyenyekevu. Wakati Yesu anaambia wanafunzi wake, Bwana mimi naenda Yerusalemu, huko nitakamatwa, wataniua, lakini siku ya 3 nitafufuka. Wanafunzi wake wakaanza sasa, anajua kumbe Yesu anaenda kufa. Wakaanza sasa kugombana wao kwa wao, ni nani atakuwa mkubwa, ni nani atakayeurithi mikoba ya Yesu. Wakaanza kushindana kwa wenyewe kwa wenyewe. Walipofika Yesu anawaambia, mlikuwa mnashindana nini? Kumbe Yesu alishajua. Akamwita mtoto mdogo mbele yao akaambia, yoyote atakayekuwa kama mtoto mdogo huyu ndio atakayekuwa mkubwa kuliko wote. Kwa nini mtoto mdogo? Mtoto mdogo ni simbo ya unyenyekevu. Mnyenyekevu hana makuu. Uwezo kama mnyenyekevu anapea 10 za viatu, wakati wengine wanatembea pepo. Hakuna mnyenyekevu wa hivyo. Mnyenyekevu ni mpole. Uwezo kama mnyenyekevu akaropoka, akaanza kubishana na watu, akaanza kugombana, siji nini hata siku moja. Mnyenyekevu ni mpole. Mnyenyekevu ni muungwana. Ni watu waungwana sana. Mnyenyekevu sio mtu binafsi hata siku moja. Mnyenyekevu ni mtu wa ibada. Mnyenyekevu anapenda watu wengine. Kwa ndo maana mfungo ni wa muhimu, kwa sababu unatufanya sisi tuwe wanyenyekevu. Faida nyingine ya kufunga ni kujiongezea nguvu za kiroho. Kama tulivyosema, unapofunga una boost moyo wako uwe na nguvu. Kwa ni rahisi sana wewe kushindana na nguvu za kiroho, sababu roho yako inakuwa active. Na binti moja akaja akaniuliza, "Padri, mimi naomba nikuulize kitu." Kana ofisini akaja, akaniambia, "Niulize tu, hamna shida." Akaniambia, "Lakini usichukie." Nikamwambia, "Hapana, siwezi nikachukie." Sema, "Eti padri, nyinyi si hamna wanawake?" Nikamwambia, "Si, hatuna wanawake." Sema, "Sasa mnawezaje kukaa bila kufanya tendo la ndoa?" Nikamwambia, "Unaweza, kwa nini usiweze?" Akasema, "Hapana, haiwezekani." Sema, "Sasa haiwezekani kivipi? Si mbona tunaishi?" Akasema, "Hapana, haiwezekani." Nikamwambia, "Inawezekana." Akasema, "Hamna, mapadri nyinyi wajanja waongo. Mchana mnakuwa mnatudanganya, hamna wanawake, usiku mna wanawake." Akasema, "Usifanye hivi, usiseme hivyo, hapo una generalize, sio kweli." Sio kweli. Kuna mapadri wanaishi upadri wao, na mapadri tangu ameingia upadri mpaka anakufa hajawahi kufanya tendo la ndoa. Hajui tendo la ndoa wala harufu ya tendo la ndoa. Hajui mpaka anaingia kaburini. Hajui kwa kuna fananiaje, hajui huko sijui kuna kukokoje, hajui kabisa. Hajui, yani yeye na Mungu wake. Hajui, maskini. Sasa huyu jamaa anakuja anasema, nikamwambia usigeneralize, hapana, kuna mapadri wanaishi maisha matakatifu sana. Hajui kabisa.
Na mapadri wengine hata kuangalia nani yake hii hataki kuangalia, kwa sababu itamtia ushawishini. Anaenda kwenye kuoga huko anaiosha tu, lakini kuiangalia hataki kuiangalia. Kwa kiangalia inaweza kumtia majaribuni. Anaiosha tu. Kwisha. Wapo wanaishi. Kwa nini huyu dada hataki kuamini? Kwa sababu gani? Yeye anaongozwa na roho na mwili. Kwa ukiongozwa na mwili unaona hivi vitu hapana. Sio rahisi dakika 10. Sio rahisi. Lakini inawezekana ukifunga, inawezekana kabisa. Kuna watakatifu wengi sana, someni maisha ya watakatifu. Mtakatifu Anyesi, mtakatifu Birigita, mtakatifu nani huyu Agata. Maisha yao yote kabisa hawajaifanya tendo la ndoa kabisa. Na mtakatifu mmoja nimemsahau, anaitwa nani? Kwa napenda sana maisha yake. Nikimkumbuka nitamwambia. Maisha yao yote hakuna kitu kimeingia huko, hamna kitu kimeguswa huko. Kuna akigusa labda anaosha na maji. Kwisha. Sijui nini, hakuna. Hao wote nakutajia wao walisema bwana, sisi mchumba wetu ni Yesu. Kwa hakuna mwanaume atalalia hiki kifua changu, hakuna. Labda Yesu atoke mbinguni ndo atalalia kifua changu. Lakini wengine mwanaume hakuna. Huyu nafikiri ni Agata au Anyesi. Mtoto nafikiri mfalme alikuwa anataka kumuoa akakataa. Mfalme, imagine mfalme. Sema hapana. Huku mimi nimeshaika maagano. Hii kitu haigusu. Mimi ni mfalme. Sawa, wewe ni mfalme. Tafuta mwingine. Unanikatalia mimi. Hakuna. Mfalme akachukia. Wakamtesa, wakamvua nguo zote, wakaanza kumfanyia mambo ya ajabu, wakamuua. Sasa mimi niko radhi nife, lakini nimeshaweka maagano. Huwezi ukawa na moyo shupavu hivyo kama haufungi na kusali. Huwezi. Lazima uwe na moyo shupavu. Na moyo shupavu unatoka wapi? Kwenye kufunga. Unapofunga unapata nguvu za kiroho, unaposali na kuomba. Kwa wapendwa, huu mfungo utusaidie sana sisi. Kama nilivyosema kutoka mwanzo, utusaidie kujijua sisi wenyewe. Nguvu zetu kiroho zikoje? Na tunapojijua sisi kama Mtakatifu Antonio anavyosema, tutaweza kumfahamu Mungu. Tutaweza kumtumikia Mungu. Kwa tusali sana. Tusiogope kufunga. Tusiogope. Tuitiishe miili yetu. Funga. Hata kama uwezi chagua hata siku 2 katika wiki. Umeshindwa kabisa siku 1 kwa wiki. Ziko wiki 5. Basi funga hata mara 5, kila wiki mara 1. Funga mara 5. Hivi utashiriki vipi uchungu wa Yesu kama hata kufunga uwezi? Mfunga uone ile karaha ya njaa inapokuuma. Ile karaha utaweza kumtafuta Mungu vizuri. Lakini kama wewe kula tu mayai, sijui nini, vitu vitamu tu. Hamna. Bagia, sijui nini, chai ya maziwa. Chai unaweka na iliki inukie kidogo. Ikusuuze koo lako, chips nini, tamu. Hapana. Tuonje uchungu, tuonje uchungu. Hata kama sio siku ya mfungo, siku amua tu, leo nashindia miogo. Kula miogo na maji, hakuna cha soda wala nini. Alafu kumbuka kwamba kuna watu hata huu muogo huu unaokula mimi huu hawapati. Kuna mtu anapitisha siku nzima bila kula. Siku nzima. Wewe unakula chipsi. Yaani hata kuku wenyewe hata hawezi kukaanga vizuri. Yaani kakuka na dandam sijui. Wadada ndo wanaongea kweli, yaani akipata kitu lazima akiangalia, akimega, akiangalia. Hapa mchuzi au hajaingia hapa. Hapa mbona hapa iliki haijaje hapa. Sasa wenzako wanaongea iliki haijaje hapa, wenzako wanatafuta miogo ya kuchemsha apati. Tumuombe Mungu sana tusaidie hii Kwaresma kweli tubadilike ili tuendane
na mafundisho ya Yesu. Sisi hapa wote sisi tutaenda huko kuwasaidia wengine afya zao. Sasa kama sisi afya ya kiroho hatuna, itakuwa shida sana. Tutengeneze afya zetu za kiroho na afya zetu za kimwili ili tuje tusaidie watu wengine huko. Lakini kama afya zetu za kiroho zimechafuka, tutashindwa kuwasaidia wengine kimwili hata na kiroho. Tumuombe sana Mungu atusaidie hiyo. Nafikiri niishie hapo, alafu nafikiri nipe